kutusalimia. Kwa hiyo unapaswa kufahamu serikali haijaingilia kuja kupanga tarehe ya mchezo au kuwalazimisha wacheze. Simba na Yanga wameingia kuwasikiliza, kama kuona wataweza kushauri sawa, wakishindwa watawaambia bwana nendeni kuna 1 2 3. Bwana, lakini hii bodi ya ligi na TFF ambayo nyinyi mmekuwa mnaitupia sana lawama, wadau wanasema kuna nyakati ambazo Simba na Yanga walibebwa sana na bodi ya ligi. Kwenye hili ambao wameteleza sehemu ndogo, kwa nini mnashinda kuwasamehe na maisha mengine yakaendelea? Tukiwaacha taendelea kuteleza, kumbe wenyewe wanathibitisha kwamba wametubeba. Sisi hatutaki kuendelea kubebwa. Tunataka mpira wa Tanzania uwe wa haki. Tunataka siku moja tumuone Coastal Union yuko Champions League. Simba na Yanga tuko nyumbani. Yaani ndio mpira wa Tanzania na ndio system yote ya mpira duniani iko. Kwa hiyo ushamuona wapi eti labda mwenyekiti wa bodi huko La Liga ni kiongozi wa chama cha mpira La Liga? Haijawahi kutokea ni Tanzania tu. Kwa hiyo vitu vya ovyo ambavyo ukiendekeza busara utajikuta mpira unaopeleka kunako siko. Utakubali kucheza saa 8? Fresh kama sasa, kama timu nyingine zinacheza saa 8 na sisi tukiamua tucheze saa 8, tutabisha vipi? Tunabisha vipi? Hatuwezi kukabisha, na ndio maana tunaona kwa nini mechi iligairishwa, kwa sababu kuna favoritism. Wameona Simba hataki kucheza, tugairishe mechi. Kwa hiyo jua kabisa Yanga hatutacheza bila hivyo vipengele kutiliwa manani. Nimehuzunika kikao ambacho kilikuwa kinahitaji viongozi ambao akilini kwao kuko vizuri kukaa kufanya maamuzi ya mpira wa Tanzania. Anatoka kiongozi kwenye kikao hicho anasema kwamba sisi hatujaitwa kwa ajili ya mechi ya dabi ya Kariakoo, sisi tumeitwa kwa sababu ya maendeleo ya mpira wa Tanzania. Na ndo naamini kweli Simba inaongozwa na viongozi wa hovyo, na pengine yule kama kungekuwa na vipimo asingeruhusiwa kuingia kwenye kile kikao. Pengine alikuwa amepita sehemu amechachua, kwa sababu Tanzania nzima, dunia nzima wanaofuatilia mitandao ya kijamii kutokea Tanzania wanajua kikao cha leo cha Yanga, Simba, bodi ya ligi na TFF kinahusisha kitu ambacho kilikuwa kimetokea tarehe 8, mechi mpaka ikagairishwa. Na nini kiadhimiwe ili mechi iende kuchezwa au nini kifanyike? Anatokea kiongozi ambaye alikuwa kwenye hicho kikao anasema eti walikuwa wameitwa wao kwa upande wao kuelezea maendeleo na kujadili maendeleo ya soka la Tanzania. I say nimehuzunika sana. Na ndio maana kilikuwa cha siri. Hapana, kuweka wazi agenda kikao. Hapana, yani ameonyesha yeye ni dhaifu na ameprove kwamba kwa nini Simba wakifungwa wanasemaga mangungu ni Yanga. Hawezi kutoka kwenye kikao cha kimaamuzi. Kwa sababu kila mtu, hata wewe unafahamu kikao cha leo kilikuwa ni swala la dabi ya Kariakoo, lakini anatokea kiongozi ambaye alikuwa ndani ya kikao anakuambia ilikuwa ni maendeleo ya soka. Yeye ni mwenyekiti BMT, yeye ni katibu mkuu BMT, yeye ni rais wa TFF, yeye ni katibu mkuu wa TFF, mpaka aitwe kwenye kikao cha maendeleo ya soka la Tanzania. Kama walikuwa mule ndani wana discuss maendeleo ya soka la Simba, sawa, lakini kutoka kutuambia soka la Tanzania ni kuprove failure na kuonyesha hauna sifa ya kuwa kiongozi. Ikitokea nafasi kwamba serikali wameshauri chukue alama 1, mnyama achukue alama 1, mnaweza mkakubaliana naye? Serikali hawaruhusi kuingilia michezo na uzuri. Wameshauri. Sasa katika kushauriwa mpaka sasa hizi tunavyosema hatuchezi, tushashauriwa na watu wengi. Mzee Mguto ashatushauri, Mzee Karia ashatushauri, wote, lakini hatujacheza. Kwa hiyo kama ushauri hautakuwa upande wetu, msimamo ni ule ule, hatuchezi. Bwana, shukrani sana.